Amani wageni ambao mmetembelea mara ya kwanza, mara ya pili, jisikia amani. Ingawa japo hatutawapa nafasi ya kama msalimie, lakini bado tuko hapa. Haleluya. Bado tuko hapa. Kwa hiyo baada ya ibada tutasalimiana, tutajuana baadaye. Ninaomba sasa ninapobariki tunapokwenda kujifunza katika jina la Yesu Kristo. Mungu mkuu utendaye makuu, maneno yako kwa kuwa ni roho pia ni pumzi, itia uzima ndani ya watu hawa. Roho Mtakatifu, pita ujumbe wa leo, uvuvie kitu kikubwa sana. Yamkini anayefuatilia jumbe hizi, masomo haya, Roho wa Mungu apenye na kuingia ndani ya mtu huyo, na yule mwenye kupokea kwa imani, kwa kumaanisha ishara hizi na miujiza iambatane pamoja naye, aidha kuponywa, kubarikiwa, hata pia naye akiwa ni mtumishi apate kujaza na Roho wa Mungu, asimame awe msaada kwa watu wengine. Katika jina la Yesu nimeomba, wote tuseme amina. Kwa kusikia ujumbe wa leo unafunguliwa namna hiyo. Andika ujumbe wetu wa leo, nasema nguvu za Mungu ukaa wapi wakati wa uponyaji? Nguvu za Mungu ukaa wapi wakati wa uponyaji, au utokea wapi? Shina lake, sehemu yake, chanzo chake zinakuwaga wapi wakati wa uponyaji, au wakati zinapita hiyo nguvu ya Mungu kufanya kazi? Nguvu ya Mungu ni uweza wa Mungu kiujumla. Jibu ndio hilo, ni uweza wa Mungu. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inaweza ikawa sio, haiendi kwa ajili ya kuponya tu, inakwenda kubariki. Nguvu ya Mungu inatoka mahala fulani, tutakuelekeza baadaye, lakini inakwenda moja kwa moja, si katika kuponya, inakwenda kumfanya mtu afanikiwe, abarikiwe. Lakini inaweza ikawa ni nguvu ya Mungu wala haiendi kwa ajili ya kuponya, bali inakwenda kumlinda mtu. Haleluya. Inaweza ikawa inahusika hizo nguvu za Mungu kwa ajili ya kwenda kumlinda mtu, lakini kubwa katika yote ni nguvu, ni power ya Mungu. Tunahitaji kujifunza na kujua hiyo power ya Mungu, nguvu ya Mungu ukaa wapi, inapokwenda, inapopita, inapoanza katika swala la utendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nipende kufundisha hivi, nguvu ya Mungu inakaa ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Mungu inakaa ndani ya mtu ambaye ameteuliwa, amechaguliwa na Mungu, ambayo hiyo nguvu ya Mungu inaishi ndani ya mtu, kama maandiko yanavyosema wakati mwingine kwamba sisi ni hekalu la Mungu, ni nyumba ya Mungu. Siko sawa? Lakini sisi tumefanywa kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Mungu. Kwa ile nguvu ya Mungu inahifadhiwa mle ndani ya yule mtu, na ile nguvu ya Mungu inatoka, inaanza katika swala la utendaji, kuponya, kubariki, kufanikisha watu, kuwalinda watu, na vile vile na mambo mengine kaza wa kaza. Ila katika yote ninakufundisha sehemu hiyo kwamba nguvu ya Mungu inakaa ndani ya mtu. Haleluya. Je, mtu aina gani? Mtu yeyote anaweza kuwa ni mwanamke, ni mwanamume, akawa na miaka ya uzee au umri wa kijana, au ameoa, hajaolewa, ana mji, hana mji. Ila yote katika yote ni pale Mungu anapokuwa amekutunuku, au pia ni vile unavyokuwa umetia bidii katika kutafuta na kujinyenyekeza mbele za Mungu, hasa zaidi ukitaka nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu. Wote sote washirika tuliokaa namna hii hapa, nguvu ya Mungu kwako inakuhusu. Simaanishi ya kuponya tu, na maanisha nguvu ya Mungu aidha pia kukulinda. Wale watu wanapokwenda kwa mganga wa kienyeji, wachawi, washirikina, watu wa Freemason, wanatafuta nguvu ya kulinda mali zao, wanatafuta nguvu ya kuendesha biashara, wanatafuta nguvu ya kulinda watoto wao, afya zao, wanatafuta nguvu za kuendesha miradi yao. Ni kweli, si kweli? Kwa hiyo nguvu ya Mungu kwa pamoja, sehemu yote kijumla, inamaanisha inatufanikisha, ni maalum kwa ajili ya kukulinda, ni maalum kwa ajili ya kutufanya tufanikiwe. Na hiyo nguvu ya Mungu inatakiwa ikae ndani yako, inatakiwa ishi kwako, unatakiwa ukae nayo. Tuko pamoja?
Hebu angalia kitabu hapa, tuanze nacho labda kwa haraka sana. Zaburi 118. Zaburi 118. Kitabu cha Zaburi 118. Zaburi 118. Zaburi 118 mstari wa kwanza tutasoma, tutaishia mstari wa 3. Zaburi 118 mstari wa kwanza anasema, haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa pili, Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mstari wa tatu, mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Fadhili, Mungu yeye ni wa kufadhili, anafadhili, analinda, anatupigania, anatuinua, anasimama kwa ajili yetu. Fadhili zake ni za milele, zinakaa, zinatakiwa kukaa. Yeye ni wa kufadhili milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu ukitambua na kujua kwamba kazi yake Mungu ni kutufadhili sisi, kwa hiyo mara ambapo unakuwa unajaribisha kufanya chochote kimeshindikana, unatakiwa upate mfadhili. Mfadhili kwako ni muhimu sana. Haleluya. Kuna vitu unapigana nayo, kuna changamoto unaipitia, kuna kitu unapambana shindikana, hiki na kila kiwezekani. Kwa hiyo eneo kama hilo, wakati mwingine panahitajika mfadhili. Yeye anasema na mlango wa Haruni waseme, nasema na mlango wa Haruni waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa kanisa, nyumba yako wewe kama Haruni, wanatakiwa kuelewa na kutambua jambo hili kwamba fadhili za Mungu kwetu ni za milele, ni za milele. Mwanamke, mwanamume, mtoto, kuna mambo ambayo tunapitia, changamoto tunapitia. Sasa unajikuta hauwezi kitu hicho, kuna mahala unataka uende. Aidha pia ni mchungaji kwenye kituo, kwenye utumishi, kwenye huduma yake. Kuna maisha unayotaka, kuna hatua unayotaka upige, kiwango cha kiroho, kiwango cha utumishi, mtenda kazi, kiongozi. Kuna namna unavyotaka, lazima pale uombe upate kitu kinachoitwa ufadhili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna mapito unayopita yanakupita uwezo, na ukitazama katika macho ya mwanadamu, katika fikra za kawaida za kibinadamu, kwa akili zako hauoni mbele wala hauoni majibu yake. Inaweza ikawa ni kituo naendesha kanisa, naendesha huduma, ni ndoa imekushinda, mke ameshindikana pamoja na wewe, mtoto, yani kuna changamoto unapitia pale. Sasa unatambua ujue kwamba yeye Mungu kwetu ni mfadhili. Haleluya. Na anasema yeye ni mfadhili na fadhili zake ni za milele. Na mlango wako, na mlango wa Haruni, mlango wa kanisa, mlango wa familia yako, mlango wa biashara yako, na waseme yeye Mungu, anasema na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Jambo hili ili Mungu akufadhili mpaka uliweke kwenye moyo wako. Narudia, unanisikia? Unanisikia? Sasa ili Mungu aje kukufadhili mchungaji, ili Mungu aje kukufadhili kiongozi, ili Mungu alifadhili kanisa, mpaka pale wewe mchungaji au mshirika, kiongozi katika kazi yako, katika mapito unapitia, utakapoanza kumtazama Mungu ndiye mfadhili wangu, ndipo nguvu ya Mungu itakuwa pale. Kuna mtu yuko darasani ananisikia, changamoto yako, mapito unayopitia yale. Sasa unapomtazama Mungu aliye juu, unapomuomba Mungu aliye juu, unapomwendea Mungu, unapomwendea mtumishi wa Mungu ili akitamka kitu, akiomba chochote kile kitokee kwako, ina maana umemaanisha, unaamini yeye ndiye mfadhili wangu. Atamaliza kesi, atanilipia deni, japo natakiwa nihangaike huko na kule nipe deni, nihangaike kutafuta riziki hapa na pale, nihangaike kumpeleka mtoto shule, au niende kwenye kesi nitatueje, lakini umfanye katika moyo wako, Mungu mpe nafasi ya kwanza kwamba ndiye mfadhili wako. Na mlango wa Haruni na useme ya kwamba fadhili zake ni za milele. Lakini utakapofika ukasema Mungu amekoma kunifadhili, Mungu hawezi kunifadhili, ufadhili wa Mungu umeniacha, basi hapo hapo hiyo ufadhili wa Mungu unakoma, huduma ya Mungu inakoma, rehema za Mungu zinakoma, msaada wa Mungu unafanya nini? Unakoma.
katika kuendesha huduma kama kanisa, mchungaji, kuna sehemu unaweza kukutana changamoto, kukutana mlima, mara fulani na uwezo unazungumza na viongozi waelewi, unazungumza kanisa waelewi. Sasa kuna mara ambapo pastor anatakiwa rudi madhabahuni, amwambie Mungu, nifadhili wewe, nilishe wewe, nipiganie wewe, nijengee wewe, nipatie kiwanja, nisaidie wewe Mungu, na kutazama wewe. Kabla ya kuwatazama wanadamu, kabla ya kumtazama mtu, kabla ya kumtegemea mume, mke, mtoto anamtegemea mzazi, hebu mtegemeeni nani? Mungu kwanza, awe ndiye mfadhili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usiache ibada, usiache huduma, usiache kanisa lako, usiache utumishi wako unaofanya katika madhabahu ati kwamba unatumia akili zako mwenyewe. Hapana, mtegemee Mungu ndiye awe mfadhili wako. Na namna kumtegemea Mungu awe mfadhili wako ni kusimama katika kitengo cha Mungu kwa uaminifu masaa yote 20 na mara ngapi? Kivile, kwa namna vile unavyojua kwamba mimi ni jukumu langu. Haleluya. Lakini wengine huacha ibada, huacha utumishi, huacha kitengo chake, anakimbia kwenye mambo mengine, eti anatafuta lipe madeni, anatafuta kuna kule, anaacha kulipa zaka, anaacha kuimba, anaacha utumishi wake, anaacha kuongoza maombi kwa sababu alikuwa katika majukumu. Nimebanwa mtumishi wa Mungu, nimebanwa pastor, nimezongwa, ningefika ningefanya kila kitu lakini sikuweza, nilikuwa napambana ili niweze kutatua jambo fulani. Basi hapo unakuwa umemwacha mfadhili wako ambaye ndio mfadhili milele. Umekuwa umekwenda mwenyewe na kupigana mwenyewe, lakini utakachokienda utakachofanya inawezekana usipate majibu, kwa sababu kama kuna mfadhili ambaye ni Mungu, basi vile vile kuna adui mpinzani wako. Adui ile mpinzani akishaona umemwacha mfadhili, kanuni zake na taratibu zake, maagizo aliyokupa, basi ile mpinzani anakuwa umempa nafasi, atapigana na wewe. Huwezi lipa deni, huwezi kuomboa kitu, huwezi kufanya chochote, wala huwezi fanikiwa. Yule mfadhili hauko pamoja na. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tutamka, sema mfadhili. Piga kelele, sema mfadhili. Aha, mtu akija kufadhili labda kanisa hili, atawaambia mko watu wangapi, anataka ajue kama tunafadhili labda biashara hii, mradi wako ni upi, atataka kujua. Lakini mtu akija kufadhili familia, anataka ajue ni watoto wangapi na yatima mle wako wangapi na watoto wajukuu wako ni wangapi. Kuna vigezo. Mfadhili afiki tu na fadhili, bali kuna kitu atakachotaka kuweka au kujua ripoti ya maisha yenu. Akitaka kufadhili pia anaweza akakuuliza, umepita maustari mangapi, umetibisha wapi na wapi, umefanyaje? Atagundua kwamba umepita hapa na hapa, hatua hizi, lakini baada ya hapo pia atakuelekeza jambo la kufanya. Anataka ajue aanzie wapi, atatue nini. Kwa hiyo lazima mfadhili mshirikishe jambo lako. Unahitaji nguvu ya Mungu, haleluya. Unahitaji ulinzi wa Mungu, pawa ya Mungu. Unataka labda Mungu akutumie kwa kiwango kingine, lazima pastor arudi pale akimwambia Mungu, nifadhili, nipe nguvu ya ziada, nipe uwezo wa ziada, nipe kufanya hiki, nipe kufanya hili. Bwana, uwe sehemu yangu. Mimi maneno yangu ni machache, uwezo wangu ni mdogo, hata hivyo mimi siwezi, umri wangu umechoka, maisha yangu yamekwenda hivi. Unamwambia Mungu, nifadhili wewe. Hata yamkini ile nguvu inayokuwa inatumika pale madhabahuni, uponyaji unaokuwa unatumika, wanaona ni mwanadamu yule, lakini sio yeye. Ni Mungu anayefadhili ile kanisa, ni Mungu anayefadhili mchungaji, sio yeye. Mchungaji anapigana vita, sio yeye, bali kuna Mungu anayepigana vita ndani ya mchungaji. Haleluya. Aha, mstari ngapi tumeishia? Mstari wa 3. Hebu angalia kitabu kingine hapo kikusaidia haraka sana. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 12. Wakorintho wa pili sura ya 12, ninasoma mstari wa 14 mstari nasoma. Nitaishia mstari wa 15. Mstari wa 14 umeona? Wakorintho wangapi nimesema? Wa pili sura ya 12 mstari wa 14 mpaka 15 mstari. Anasema, tazama, hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea, maana sivitafuti vitu vyenu, bali na watafuta ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Narudia, tazama, hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea,
maana sivitafuti vitu vyenu, bali na watafuta ninyi. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema yule mfadhili, unisikize vizuri, nifuatilie. Haleluya. Yule mfadhili kuna kitu atakachokitaka. Uko sawa? Labda anataka kufadhili kiwanda chako. Anataka kujua kabla hajawekeza mle kufadhili, atakuuliza timiliki ya kile kiwanja. Haleluya. Anataka kujua kile kiwanja cha kwako, kiwanda kilikojengwa cha kwako, kampuni ilikojengwa pale, shule imejengwa pale, zahanati imejengwa pale. Sasa tumetaka mfadhili atataka kwanza vielelezo kujua kama hospitali, zahanati ni ya kwako, shule ni ya kwako. Unaleta barua ya kuonesha kabisa kwamba kweli ni kiwanja changu na umiliki huu hapa, hati za umiliki wa hiyo shule au labda zahanati au kampuni ile. Ni kweli si kweli? Sasa kisharizika kwamba hiki ni cha kwako, sasa ndipo ule mwekezaji mdhamini anaingia mle ndani kwa ndani, anaanza kazi moja kwa moja. Sasa wewe na yeye mnakuwa kitu hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndivyo ilivyo hapo mstari wa 14, anasema hivi, tazama mimi naja kwenu leo ni mara ya ngapi? Mara ya 3. Anasema wala sitafuti vitu vyenu, mali zenu, pesa zenu. Unanielewa? Sitafuti viwanja vyenu, mtaji wenu, bali na watafuta ninyi. Na akasema kwa sababu mzazi yeye ni wajibu wake kuweka akiba kwa ajili ya mtoto, lakini si mtoto aweke akiba kwa ajili ya mzazi. Neno hili linamaanisha nini? Mungu ndiye anayeshuka kutubariki. Haleluya. Sio yeye tumbariki Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokuja kama mdhamini au mfadhili katika familia, katika afya yako, kile kidogo unachokuwa umekibeba, unanipata mpendwa, unachokuwa umekibeba sehemu hiyo, unakuwa unamuonesha, unajiungamanisha wewe na yeye. Kile ni kidogo, wala umfadhili Mungu wala umwezeshi Mungu, bali hicho katika hicho kidogo ndicho anachokuwa anakitaka ili ajue maisha yako. Kidogo inaweza ikawa ni sadaka ulionayo, kidogo inaweza ikawa ni kumshirikisha Mungu haja yako. Unamweka wazi Mungu, unataka kwenda wapi, unataka iweje, unataka nguvu ya Mungu ije, uitumie upande gani, uitumie sehemu gani. Sasa lazima uwe wazi. Sasa huyu kama ni mdhamini, huyu kama ni mfadhili, Mungu anakuja kulifadhili kanisa, Mungu anakuja kutufadhili, Mungu anakuja kufadhili wewe mchungaji, akutumie, akupe nguvu. Haleluya. Sasa Mungu atakuja kwako, anasema tazama nimekuja kwako mara ya kwanza na mara ya pili, mara ya 3. Wala pastor, sitaki vitu vyako mchungaji, ila Mungu yeye anakuwa anataka uwe wazi. Funguka kabisa, mweleze, nataka niwe hivi, nitafanya hivi nitakapopata, nitakapofanikiwa. Yeye katika kukutaka umwelezee maono ya kampuni yako, umwelezee maono ya biashara yako, umwelezee maono ya kikundi chenu, mnilenga kufanya nini, kwa nini mnataka mdhaminiwe, kwa nini mnataka mfadhili, kwa nini mnataka mkopo. Sio kwamba wanataka hela yenu au wanataka kujua siri zenu, hapana. Lengo na dhumuni la Mungu, anakuwa anataka ajue nini afanye, wapi aanzie. Lakini pia katika kujua mikataba yako, katika kujua moyo wako, kama umemfichulia siri ukampa yote, sasa anakwenda kugundua wapi na feri, wapi Ibilisi anapita kukutesa, kukukwamisha, wapi pepo wachafu, adui mchawi anapita njia gani. Au wenda wakati mwingine mikataba yako ilivyoisei, biashara ilivyoanzisha, umeanzisha vibaya. Naongea na mtu, msingi ulioujenga kampuni yako, ushirika wako, kanisa lako, mlivyojenga ule msingi umejenga vibaya. Kwa hiyo kuna wajibu tunapotaka Mungu awe mfadhili kwetu, fadhili zake ni za milele. Lazima kanisa tusimame na kumwambia Mungu, tunatamani kuwa hivi, tunataka hivi. Haleluya. Kwa kusema hivyo, sio kwamba Mungu anataka kiwanja chetu, sio kwamba Mungu anataka kanisa letu, anataka watu wetu, sio kwamba anataka mitaji yetu. Labda Mungu anataka asimame awe mfadhili kati yetu au kati yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Roho wa Mungu ndiye akufundishe. Ninazungumza mengi kwa upana, nagusa huku na kule. Haleluya. Sasa hapa pia nazungumza na mtu wa kanisa.
nazungumza na mtu wa sasa. Unasema mimi ni kiongozi wa kanisa la nyumbani, ni kiongozi, naendesha madhabahu, naendesha kanisa, anataka Mungu amfadhili. Lazima uwe huru kumuonesha Mungu kweli wako, na uwe ni mwenye haki. Tuko pamoja? Lazima uwe mwenye haki ili Mungu aje kufadhili. Kwa hiyo kuna mambo atakayatengua, kuna mifumo atakayoharibu. Huyo Mungu anataka kuwa mfadhili, ataharibu taratibu zako na mifumo yako. Yeye ndiye mfadhili sasa, kwa sababu wewe uwezi, atatakiwa aweke masharti yake kwako, kwenye ile kampuni, kwenye kile kiwanda, kwenye hilo kanisa, uendeshaji wa madhabahu. Sasa Roho Mtakatifu, Roho Mungu atataka sasa afanye kazi yake yeye kama atakaye, kwa sababu atakavyo, kwa sababu yeye ndiye mfadhili na ndiye mdhamini wetu. Mara tu pasta, mchungaji, unapoanza kufanya kwako ukawa kinyume na kile ambacho Roho wa Mungu anaelekeza, ukawa na moyo mzito, ukawa na moyo wa kupinga, ukawa na moyo wa kutoamini, ukawa na roho chafu ya upinzani, au ukawa na roho ya wivu, ukawa na roho ya kuchafua watu wengine, basi moja kwa moja yule mdhamini ambaye ni Mungu, Roho Mtakatifu, hawezi kuwa mdhamini kwako, wala fadhili zake kukufadhili haziwezi kupata wewe. Kwa sababu gani? Umekuwa na moyo ambao uko tofauti na yule mfadhili. Kuna mtu ananipata mpaka hapo? Pige Mungu makofi. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Wakati mwingine tunakutana watu wengi, mchungaji unanisaidiaje? Pastor unanisaidiaje? Sasa unaposema pastor, mimi sina cha kukupa, haleluya, bali mimi baada ya kusikiza haja yako natakiwa niite nguvu za Mungu. Sasa ile nguvu ya Mungu inayonifadhili mimi, iliyosimama kwa fadhili watu wa Mungu, hiyo Roho wa Mungu anapokuja sasa, anakuja kama mfadhili kwako, nikiweka mkono kwako au nikiamuru chochote kile. Nini ambacho natakiwa ufanye? Lazima pia ufuate neno la Mungu, ambayo hiyo ndiye mfadhili aliye ndani yangu. Ufuate maelekezo, ufuate mwongozo, na huyo ndio mwongozo wa yule mfadhili unayetaka kusaidia, si mimi mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Labda ukakutana na katazo la kitu fulani, ukakutana na kizuizi fulani, ukakutana na chochote ambacho ulikuwa umezoea maisha yako. Wewe ni mlevi, wewe ni kahaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pastor unanisaidiaje? Anataka afadhiliwe, anataka ahudumiwe, anataka mtoto, lakini ana mke. Ni mke anataka mtoto, lakini yuko kwenye ndoa ya mtu. Hiyo ndoa si ya kwako. Anataka Mungu amponye, lakini kumbe ameng'ang'ania ndoa ya mtu. Naongea na mtu hapa? Ameng'ang'ania ndoa ya nani? Ndoa ya mtu. Sasa ile mfadhili ili aje afanye kazi na wewe, lazima avunje mfumo huo wa ndoa unayosema ni ya kwako. Kumbe si ya kwako, ni ya mke mwingine. Utaiacha ili yule mtu Mungu awe mfadhili kwako. Lakini mimi shughuli yangu ninaachilia mamlaka. Mimi shughuli yangu naachia nguvu ya Mungu. Mimi shughuli yangu namwambia Roho wa Mungu, nenda kama mfadhili. Fadhili zako Mungu ni za milele. Fadhili mama ile, fadhili baba ile. Sasa kwako inaweza ikatokea ufadhili au pia usifadhili. Kwa sababu gani? Uko nje na masharti na kanuni ya ile mfadhili. Akasema, wala mimi sivitaki vitu vyenu, bali nawataka ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati ukafika kama hivi, sasa tunatoa sadaka zetu. Wewe sadaka yako niitamkie. Kila mtu abebe sadaka yake. Usikubali kuwa huna sadaka. Yaani yakisha imesimama na sadaka yako unakwenda kuombea. Sasa mtu asiyeelewa anafikiri Mungu anataka ile shilingi 1000. Anafikiri mfadhili Roho Mtakatifu anataka ile shilingi 10,000 ya zaka. Anasema, wala sitaki vitu vyenu, bali mimi nawataka ninyi. Anakuwa amelenga Mungu kubariki kupitia hicho ulicho nacho. Pia anasema hivi, wala haimpasi mzazi kuweka akiba. Mtoto aweke akiba kwa ajili ya mzazi. Anasema hapana, bali mzazi ndiye anayetakiwa awe na kitu cha akiba kumpa mtoto wake. Kwa hiyo Mungu ndiye mzazi wetu, ndiye mfadhili wetu, ndiye anayetupa mitaji, ndiye anayetupa uwezo, ndiye anayetupa mamlaka, ndiye anayetupa nguvu ya ulinzi. Haleluya, nguvu ya kushinda ulimwengu. Kwa hiyo sasa yeye anapokuwa anataka hicho kidogo licho nacho, si kwamba ndicho amelenga, hapana,
anataka maisha yako yajue, anataka hicho kidogo hicho nacho, kupitia hicho kidogo achilie baraka, alafu uende kufanikiwa. Kwa hiyo hazina iliyo kwa Baba ambaye ni Mungu mfadhili wetu, mdhamini wetu, ni kubwa sana kuliko kile unachokuwa nacho umekishikilia. Makofi kwa Yesu. Ninakwenda kwenye mstari wa 5. Anasema mstari wa 15 hivi, nasema nami kwa furaha nyingi nitatapanya tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Je, kadiri nizidivyo kuwapenda sana ninapungukiwa kupendwa? Anasema nami nitatapanya na nitatapanywa. Anasema je, kadiri ninavyoendelea kuwapenda na kutapanywa au na kutapanya, je, napungukiwa na nguvu ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtumishi wa Mungu yeye ana vitu vile anavyokuwa amebeba. Unapomtazama madhabahuni, amebeba kitu kimoja, kutapanya. Neno kutapanya ni kuachilia mamlaka. Neno kutapanya ni kuachilia maarifa. Neno kutapanya ni kutamka na kuachilia, akatabiri au akaumba kitu, mbaraka uje kwako, akaachilia uzima uje kwako. Vinatoka ndani ya mtumishi yule, vinakwenda kwako. Ujumbe wetu unasema nini? Rudia tena nisikie. Nguvu ya Mungu kaa wapi wakati wa uponyaji? Sasa baraka zile zinakaa ndani ya mtumishi yule, zinatoka humo na kuingia ndani ya washirika na kuingia ndani yako. Anasema kwa kadiri ninavyozidi kutapanya na kutapanywa, je, napungukiwa kupendwa na Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi anapoendelea kuachilia zile baraka, anapoachilia uponyaji, anapoachilia bila kinyongo, anapotapanya, anasema kwa kadri ninavyoendelea kutapanywa, mtumishi wa Mungu ili abarikiwe anatakiwa ajikane nafsi, awe tayari kutapanywa. Kutapanywa vina maana mbili. Moja, ajitoe kuwatumikia watu, ajitoe sadaka, kuumia kwa wale wasioumia kwa ajili yake. Hiyo ndio inaitwa kutapanywa. Ajitoe kuwabariki wasiombariki. Ndipo anapozidi sasa kupendwa na nani? Na Mungu. Sasa wewe unataka mfadhili akufadhili, unataka nguvu ya Mungu ije kwako, ikae kwako, unataka ulinzi wa Mungu ije kwako, uwe lazi, uwe tayari kutapanya. Kanuni ni hii. Anasema, je, ninapozidi kutapanya au kutapanywa, napungukiwa kupendwa na Mungu? Sasa kinachosababisha watu walio wengi wasiwe na nguvu za Mungu, au nguvu ya Mungu isiwe kwako, au uwezo wa Mungu usikae kwako kubariki na kuwezesha, hauko tayari kutapanya. Anayoipata nguvu, hekima aliyoipata, baraka alizozipata, uwezo aliyoupata, maarifa aliyonayo, ujuzi aliyopewa, kipawa alicho nacho, hayuko tayari kukitapanya, kuachilia kwa watu wengine. Yeye anakificha. Anakuwa na roho ya unyimivu, anakuwa na moyo wa uchoyo. Akipata karama, akipata upeo, akipata mwanga fulani, hayuko tayari kuwafundisha wengine, hayuko tayari kuwapa watu wengine. Basi mtu wa namna hiyo, kama wewe haujawa katika mfumo huu ambaye anasema yeye ni mfadhili na ni ufadhili zake ni za milele, kanuni ya Mungu ili akufadhili, anataka atakapoweka kwako kufadhili, na wewe pia ufadhili wengine. Makofi kwa Yesu. Kanuni ya Mungu anasema anapoachilia akatapanyia kwako, ukaukota, ukabarikiwa, ukapata ishara, ukapata miujiza, penda sasa na wengine pia katika hicho ulichokipata uwe tayari, uwe lazima kuachilia. Lakini unapokuwa na moyo wa uzito, nikiachilia kinaisha, nikiachilia watafaidika, na wao watapata, na wao watafanikiwa. Sasa taki ile ajue, sasa kinapata maarifa ya, taki na apate njia hii. Mungu na yeye anakuacha, hawezi kukupa tena kwako, hawezi kutapanya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanuni ya Mungu anasema anapoachilia baraka, ukapokea, ukabarikiwa, ukafanikiwa, na wewe pia katika kitu kidogo ulichokipata uwe razi kutapanya madhabahuni, uwe razi kusaidia mwenzako,
uwe radhi kuchangia, uwe radhi kujitoa, uwe radhi kabisa kuachilia kwenye mikono. Kwa hiyo Mungu akishaona wewe unatapanya pia, wanakupa na wewe unawapa wengine, anawezeshwa na wewe unawezesha, na wewe unawezesha kazi ya Mungu, vile vile Mungu atawezesha pia kwako pia. Lakini pia mwingine ana mamlaka, ana mkono wa uponyaji, ana ishara miujiza, anatamka kitu kinakuwa. Sasa umepata uwezo huo, umepata kipawa hicho, sasa lazima ili nguvu ya Mungu ikae kwako, na ili uwezo wa Mungu endelee kuwa kwako, uwe tayari kutapanya hiyo nguvu ulionayo, iwe faida, iwe baraka kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo ili iwe baraka watu wengine, hiyo nguvu ya Mungu ije kwako, ikae kwako wewe mtu, lazima uwe tayari kuiachilia. Lakini unapobaki unajivuna, mimi nikitamka kwa jina la Yesu, nikitamka inakuwa hivi, nikiumba kitu inakuwa, mimi Mungu ananipenda nitumia. Hiyo nguvu inatusaidia nini? Hiyo nguvu inawafaisha nini watu wengine? Haleluya. Mimi najua kuhubiri, basi njoo hubiri kwenye kanisa langu. Ninaweza kuombea ugonjwa akapona, njoo tuombee. Ni mtendakazi, ni kiongozi kanisani, ana kipawa alicho nacho, ninaweza kuongoza maombi. Lazima hiyo kipawa alicho nacho, kalamu uliyopewa, lazima uiachilie. Simamo tuongoze, simamo tufundishe, ndipo Mungu anapoachilia nguvu nyingine ikaja kwako. Wakati mwingine watumishi, viongozi, tunakuwa tuna uwezo ambao hautokani kutafuta, hautokani katika kutafuta kwa nguvu. Hapana, ni katika kufuata protokoli na kanuni za nani? Za Mungu. Sasa hebu mpenda kufundisha jambo hili. Una kitu ulicho nacho, una kalamu ulio nayo, hebu itumie, uifaidi, ikunufaishe wewe, lakini pia ipeleke katika kutapanya. Jitapanye, yani ujitoe, itumike kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Support, ifadhili. Anasema fadhili zake ni za milele. Kwa hiyo lazima na wewe pia uwe na roho ya ufadhili ndani yako. Lakini kama hauna roho ya ufadhili ndani yako, hauko tayari kufadhili mtu mwingine, hauko tayari kufadhili madhabahu, hauko tayari kufadhili kanisa, hauko tayari kufadhili kazi ya Mungu. Sasa badala ya kwamba Mungu atapanie kwako, bariki kwako, ya kwako yatatapanywa, yanakwenda sehemu nyingine katika uharibifu. Au pia usipewe chochote. Unakaa hivyo mwenye kulia, unakaa hivyo mwenye kuomboleza. Sasa kuna kuwepo watu hata kanisani anasema yani michango, yani sadaka, maana kitengo hiki, maana mchango. Yani kwa kufanya hivyo, mpenda jifunze rohoni kwamba umepewa, Mungu alitapania kwako kupokea. Unanielewa? Sasa na wewe unakuja umejipanga, nina shilingi zangu 10,000, na 30,000, nina 7,000, nina 5,000, nina 4,000. Yani natoka naye nyumbani kwamba nakwenda nayo hii ni kwa ajili ya kutapanya. Tuko pamoja? Kuna mchango huu unaachilia hapa, kuna sadaka hii unaachilia hapa, kuna matoleo unaachilia hapa, usaidia hapo unaachilia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani unatokana na kuja naye kwenye mfuko, kwenye mkoba, kwenye koti la mzee. Lakini wewe mwenye hapana, mimi nakwenda na 200 tu peke yake. Hii ni ya zaka, hii ni ya shukrani, nimemaliza. Mimi sitaki wala kero. Mimi sitaki mtu anisumbusumbue. Yani unaficha sadaka yako, unaficha ulichokipokea. Ulichopewa Mungu alitapanya, akikaja kwako ukabarikiwa. Sasa na hiyo nguvu ya Mungu ili endelee kwenye miradi yako, hiyo kwenye biashara yako, nguvu ya kubarikiwa, nguvu ya kujibiwa, nguvu ya kufanya biashara, nguvu ya kupokea mtaji mwingine, hiyo yote inaitwa nguvu ya Mungu. Tunawezesha. Mfadhili wetu ni nani? Sasa lazima pasta awe tayari kutapa. Shike mkono mwenzako, mwambie oreko mururu. Mwambie kwa Kiswahili hivyo, sema oreko mururu. Makofi kwa Yesu. Anasema je, kwa kadri ninavyozidi kutapanya na kutapanywa, je, nimepungukiwa? Je, nimeacha kupendwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi, kwa kadri anavyoendelea kuwabariki watu, anavyoombea, anatoa jasho, weka mikono kwao, wanampiga teke, wanamchafua nguo zake, wani hivyo anatapanywa, anajitoa mwanga, akitoka pale amechoka, ameremewa. Hivyo ndivyo nguvu ya Mungu inavyozidi kuja kwake na zile. Anawabariki asiowajua, anawaponya asiowatambua, anawaponya wageni, aidha wameokoka hawajaokoka, lakini anaachilia baraka. Yani mtumishi wa Mungu mpaka ujitume kwa mtu ambaye unajua, yani aidha unamfahamu, aidha atarejesha tena au hatarejesha. Unajitoa kujitapanya, unaumia, unaumizwa. Wakati mwingine pia uwe lazima, mtumishi wa Mungu, kama unataka nguvu ya Mungu, uwe lazima kabisa kutukanwa, kuchafuliwa kwa ajili ya kazi unayoifanya. Unatenda mema, wanakuchafua mtandaoni. Unatenda mema, wanakulipa mabaya kanisani.
Unawafadhili watu kanisani, wanasema ni kielele. Mweka mikono juu yao, umepona, wanasema huyo yaponye kwa nguvu za Mungu, bali anatumia nguvu za Beelzebuli, mkuu wa majini, mkuu wa mapepo. Ndivyo alivyomfanya Yesu. Je, pastor, je, kiongozi wa kanisa na imani, uko tayari kufanya hivyo? Kwa hiyo kama moyo wako unakuazika, kama moyo wako unakata tamaa, kama moyo wako unahuzunika, unapata shida sana unaposikia wamekutamka mabaya, kundi lako la kanisa na nyumbani, kundi lako la kanisa ulionayo, jumuiya ulionayo, sasa nimewatenda mabaya, mimi ni kiongozi wao, mimi nawaombea, mimi nawafanyia hivi, lakini wanisengenya, wanasema hiki na hiki. Sasa kama ni hivyo, mimi sitamwombea ile mama, sitambariki mtoto wake tena. Sasa huzuri ibada, mimi naona iko hivi. Waliokuwa wananichangia pesa ya chakula, walionichangia pesa ya sadaka ya kusafiri, yeye wala hajanipa. Kama bora angejua huyu sasa kama ni hivyo, atanikuta hapa Alhamisi, yani wala simuombei, sitamsaidia hiki. Sasa mimi naacha kutumika, naacha kuimba kwaya, mimi naacha kuwasaidia, mimi naacha kuwapigia kinanda. Kisa ni nini? Nimesikia anarudisha maneno mabaya. Nguvu ya Mungu ile itafanya kwako itaondolewa, haitoendelea. Kwa hiyo Mungu anasema mpaka wewe kiongozi, mtenda kazi, uwe lazima kutapanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza ukatapanya chochote kile kanisani, ukafanya kitu cha maana, ukanua spika, ukaweka kinanda, ukaweka sofa kama hili, ukadhamini mahala fulani, lakini ukangoja wiki ijayo mchungaji na yeye asikia anakuambia kwa kweli barikiwe sana, kazi yako njema. Usisikie, wiki ikapita, alafu raajabu wiki inayofuata nyingine, mchungaji anasema jamani, mnisaidie tena. Nilimsaidia juzi akafanya chochote, wala kunijua, barua aliona, karatasi aliona, jina langu sasa na shukuru. Tena mimi nilizamini sana neno sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Pengine Mungu anaweza kafunga anga hilo, yule mtumishi asimame kushukuru, wala wale watendakazi wanaowasaidia wasikupe majibu mazuri, ili kuona kama uko tayari kujitapanya. Anasema, je, ninapojitapanya, ninapotapanywa, nimepungukiwa kupendwa? Kwa hiyo mtu anapojitoa kwa ajili ya wengine, yani hapo unatapanya na unajitapanya mwenyewe. Sasa ndipo nguvu ya Mungu, ndipo unavyozidi kupenda. Mungu ataweka ishara kwako. Hebu wakumbuke wakina Simeoni, wakumbuka kina Petro, wakumbuka kina Yohana, walipigwa kwa mawe, wakina Stefano walizakiwa, walitukana, walichafuliwa, walipigwa mpaka bakora, mpaka viboko. Lakini pamoja nayo hawakuacha kwenda kuhubiri Injili. Nenda kuhubiri Injili, wakombea wagonjwa, wanaweka magerezani, wanafungwa, yani wanavuliwa nguo zao, wanadhalilishwa mtaani. Lakini pamoja nayo na kudhalilishwa na kutukanwa, waliendelea kulihubiri jina nani? Walipeleka Injili, wakafanya kazi ya Mungu. Sasa wale wakina Stefano, nguvu ya Mungu haikupungua kwao. Kwa hiyo unapotaka nguvu ya Mungu iwe kwako, lazima uwe tayari kukanyagwa na kutapanywa na kujadiliwa na kuchafuliwa. Katika jina la Yesu. Haleluya. Ujumbe wetu unasema nguvu ya Mungu ukaa wapi, utokea wapi? Katika sehemu ya kwenda inapokwenda kuitenda kazi. Nguvu ya Mungu inakaa ndani ya mtu. Haleluya. Lakini ndani ya mtu ambaye amekubali masharti ya yule mfadhili wetu, ambaye anasema Mungu yeye fadhili zake ni mfadhili, atufadhilie milele. Haleluya. Sasa nguvu ya Mungu ni ya thamani kwa mchungaji. Nguvu ya Mungu ni ya thamani kwa kiongozi. Nguvu ya Mungu ni ya thamani sana kwa mtendakazi. Ukishapata nguvu ya Mungu, mauti haikupati hivi, mitego ya kichawi haikuwezi. Ukipata nguvu ya Mungu, waganga wachawi wanapopanga mambo yao yanateleza. Ukipata nguvu ya Mungu, haihusiki katika kukupa hela. Nguvu ya Mungu haihusiki katika kuponya tu. Nguvu ya Mungu inahusika kwenye mambo mengi sana, maana inaitwa ufalme, utawala, ambao ni nguvu ya nani? Wanaweza katunga ajenda mbaya watumishi wenzako, viongozi wenzako, wachungaji wenzako, wakatunga hilo, wakatunga mabaya. Nachokuweza mpendwa, kama umepata neema ya kujitapanya kumtumikia Mungu bila kumtazama mwanadamu, nguvu ya Mungu itakulinda. Watatega mitego, watarusha makombola, watakujadili kina kile. Wewe usimtazame mwanadamu wala usimsikilize. Hata ukisikiliza, weka pamba, ifanye kazi ya nani? Msikilize yeye ambaye ni mfadhili wetu, anaitwa Mungu. Ni mfadhili wetu, anatufadhili milele. Na makofi kwa Yesu.
katika jina la Yesu. Na upenda mstari wa 15 anasema hivi, na anasema nami kwa furaha nyingi nitatapanya. Nami kwa furaha nyingi nitatapanya. Anafanya kwa moyo wa kupenda na furaha. Usifanye kazi ya Mungu kwa kunungunika. Usifanye kazi ya Mungu kwa kulazimishwa. Usitoe sadaka yako yani unanungunika. Hapana, tapanya kwa furaha nyingi. Tapanya nguvu yako, tapanya karama yako, tapanya hekima yako, tapanya ujuzi ulionao, tapanya mamlaka ulionayo. Iachie watu wengine waifaidi. Haleluya. Naongea na mtu hapa. Jitume. Kwa mfano kama huyu hapa ni kamera anayehusikanya mambo ya kusudi. Sasa yani jitume, anasimama anachoka. Na nielewa mpendwa, zungumza na watu, elekeza watu. Yani anasema nami kwa furaha nyingi nitatapanya, tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Je, kadiri ninavyowapenda sana ninapungukiwa na kupendwa? Kwa hiyo na moyo wa upendo, nguvu ya Mungu, ulinzi wa Mungu utaishi utakaa kwako. Makofi. Nifanyeje nilindwe? Nifanyeje nibarikiwe? Nifanyeje mambo yangu yasiguswe? Nifanyeje? Kitu cha kwanza, uwe na moyo wa upendo, uwe na upendo. Na watumishi wengi kama wanapokuwa wameibiwa, wamefungwa katika ufalme au katika fikira ya upendo. Kama mchungaji hana moyo wa upendo, hana huruma juu ya ushirika, hana huruma juu ya wachungaji wenzake, hana moyo wa fadhila, hana moyo wa kushuka, hana moyo wa kunyenyekea, basi hii nguvu ya Mungu haiwezi kukaa kwako. Na nguvu ya Mungu inakaa ndani ya wanadamu, ndani ya watu wa kawaida kama nilivyotangulia kusema. Uko tayari kusikia? Wangapi wanatamani wapate nguvu ya Mungu? Wangapi wanataka nguvu ya Mungu? Niwe na nguvu ya Mungu, biashara yangu ilindwe. Niwe na nguvu ya Mungu, watoto wangu walindwe. Niwe na nguvu ya Mungu, nikipanda gari ajali isinipate. Niwe na nguvu ya Mungu, akitega chakula kwenye sherehe, kwenye ukumbi popote pale, nikitegwa chakula, nguvu ya Mungu nikigusa tu hivi kidogo, basi kile chakula kitakasike. Weka mkono wako juu. Katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa watu wananisikia na nielewa, Roho Mtakatifu iwe pamoja na kundi hili. Ninaachilia nguvu ya Mungu iwe pamoja nawe. Pokea. Tupige hatua. Tupige hatua. Angalia kitabu kingine kisaidie, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 19. Kitabu cha Matendo ya Mitume 19. Nina muda mfupi hapo umenipita. Tumeanza mapema sana kwenye kazi nyingine tulizokuwa nazo. Muda umeniacha. Matendo ya Mitume kuna ngapi? 19. Matendo ya Mitume sura ya 19. Nitasoma mstari wa 13 mpaka 15. Mstari wa 13 huenda nikafika 15 huko. Mstari wa 13 ninasoma. Mstari wa 13 ninasoma. Nasema baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, nawaapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na nani? Anayehubiriwa na Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, wapunga pepo, ina maana hawana msingi, lakini ni Wayahudi, ni wapunga pepo, wanalitaja jina la Yesu, wanasema tumeamini, tumeokoka, lakini Biblia inafafanua kwamba ni wenye kutangatanga tu, asimami na Mungu, asimami na neno, asimami na sifa za kiroho. Alafu ni wapunga pepo. Punga pepo ni kwamba nilikuwepo pale. Ulikuwa umeenda ibadani, nilikuwa nimeenda ibadani na mimi nilisali. Wapi leo sijasali. Niko kwenye kanisa lile la kirokole. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimuuliza chochote hadi chochote, hana mabadiliko na chochote. Sasa hawa ni baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, pia wapunga pepo. Mimi nakusihi mpendwa, usio kiongozi, usio mtumishi mchungaji, usio mshirika, kiongozi, mtenda kazi mwenye kupunga pepo. Mimi naabudia pale, mimi niko pale,
anapunga pepo tu, yani yupo tu, nipo tu, yani napoteza tu, usio na wokovu wa mchongo, ili nguvu ya Mungu ipate kuwa pamoja na, maanisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanisha kwa kumaanisha moja kwa, ili upate faida ya kuwa na nguvu ya nani? Na nguvu ya Mungu. Lakini pia hiyo nguvu ya Mungu ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya pesa, ni zaidi ya kitu chochote cha thamani. Ukishakuwa na nguvu ya Mungu unaweza ukasongwa, unaweza ukakutana mashambulizi, kwa sababu ulicho nacho sasa ni cha thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishakuwa na nguvu ya Mungu kuna uwezekano pia kupita mapito mazito sana, mikiki hapa na pale, kwa sababu ulichokishikilia, ufalme wa giza wanakusuti, wanakutazama. Ile kanisa inaweza kupata changamoto, kanisa inaweza kupata vita hapa na pale, inaweza kupata mashtaka, kanisa inaweza kupata mapito mazito sana, hizo kwa pastor au uongozi mzima. Kwa hiyo kwa sababu licho nacho sasa, nguvu za kuzimu, falme za kuzimu zinatazama licho nacho, ile pastor ni cha thamani. Lazima uwe unajua kwamba nimepata kitu cha thamani kuliko pesa, kuliko dhahabu, kuliko almasi. Kwa hiyo lazima upite changamoto kubwa sana, uwe tayari kwamba niko tayari kumiliki na kukaa na hizi nguvu za nani? Changamoto, vita, majaribu yatakapotokea tusikali pale, uwe tayari kupigana vita namna kwa sababu ulicho nacho ni cha thamani kuliko vitu vingine. Sasa hawa watu, baadhi ya wapunga pepo wakajaribu kwenda na kutangatanga kule, wakaweka mikono juu ya wagonjwa, wakisema tunakuapisha wewe pepo uliye ndani ya mtu huyo, kwa jina la Yesu linalohubiriwa, anayehubiriwa na Paulo, toka ndani ya watu hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yani waliona Paulo anatamka kwa jina na nani, na wao wakaenda kuweka mikono juu ya watu wenye majini, wenye mapepo, wakasema sasa kwa jina la Yesu anayehubiriwa na yule Paulo, enyi pepo majini, Freemason, toka. Walipojaribu hicho kitu, nini kilichotokea? Hapa kutokea majibu ya uponyaji, bali badala yake wale pepo, yale majini yalitokea yakawalalua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nguvu ya Mungu inakaa ndani ya pasta na inatoka ndani ya mchungaji, inakwenda kupigana na ufalme wa giza, inakwenda kuwafungua watu kwenye vifungo vyao vya mizimu, Freemason, pepo wachafu, magonjwa, malazi. Nguvu ya Mungu inatoka ndani ya mchungaji, inakaa ndani ya mchungaji, inakwenda kuwahudumia watu wengine. Sasa mbaya zaidi, unapokuwa hauna hiyo nguvu ya Mungu, ukaenda kama mpunga pepo, hujafuata vigezo vile. Sasa unasema si ni kwa jina la Yesu alisema kwamba ataweka mikono juu yao. Sasa mimi nachokusii, mpendwa mtendakazi, kiongozi, hebu kaa kwanza. Haleluya. Jifunzeni kwanza, fuatilieni kwanza, umpate mchungaji kwanza, umpate mwalimu. Darasa kama hili lifuatilie mara kwa mara. Haleluya. Jifunze kwa wale ambao wameshakuwa na nguvu ya Mungu. Unanielewa? Anafanyaje, wamefanyaje? Usiye mtu mwenye kupinga, usiye mtukanaji, usiye unajifanya kama una kitu cha ziada. Hapana. Sasa ukishapata hiyo maarifa, unakwenda kupata nguvu ya kufanya biashara, utapata nguvu ya kulinda afya yako, utapata nguvu ya kulinda madhabahu yako, utapata mamlaka hiyo, lakini kwa kujifunza mara kwa mara. Imani na ingia kwako kwa sababu umekuwa ni mfuatiliaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini nafundisha? Wale wapunga pepo wakasema tunaenda kuomba, akisema wakaomba kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na mstari wa 14 anasema walikuweko wana 7 wa mtu mmoja Sikewa Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Huyu sasa ni mitume au ni watendakazi, walikuwa wako chini ya jamaa moja anaitwa kuhani mkuu, wana wa Sikewa. Haleluya. Sasa wakaenda kufanya namna kwa sababu waliona Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawako tayari kwa kujifunza kwa Paulo, ila wanakwenda kuigiza yale ya Paulo, hapafanyiki chochote. Haleluya. Sasa naweza akawa ni mshirika kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akaigiza biashara unayoifanya, akaigiza unavyoishi,
kumbe asijue wewe kuna nguvu ya Mungu kwako unavyoendelea ibadani. Maana unahudhuria ibada ya Alhamisi, unahudhuria mikesha, maana pia umemshirikisha mchungaji, nataka hiki, nataka yale na yale, maana umemshirikisha Roho wa Mungu mahitaji yako, yeye kama mfadhili Mungu. Sasa Mungu ameshagundua unataka nini, umekuwa wazi mbele za Mungu, na nguvu ya Mungu inamjia mtu ambaye yuko tayari anaitaka na amekuwa wazi mbele ya Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na unaweza ukashangaa, mbona huyu amebarikiwa kanisani, huyu mbona amefanikiwa, huyu mambo yake mbona yanalindwa, mbona yeye mambo yake yanapita aferi popote pale, lakini huyu mbona havamiwi tena na wale pepo wachafu. Namna ya kufanya, usiende kulipuka kufanya kama anavyofanya, ila muulizeni, ulifanyaje kupona wewe? Haleluya. Ulionana na nani? Ulifanyaje nawe mpaka ukapata hii nguvu ya kulinda? Ulifanyaje nawe mpaka ukabarikiwa? Ulifanyaje ukajenga? Ulichomokaje kwenye familia yetu? Haleluya. Ulichomokaje kwenye ukoo wetu? Ni namna gani wewe mpaka ile mizimu, wale pepo wachafu hawakuwezi? Kuna kitu cha ziada alichonacho, kuna hatua amefanya, kuna maarifa amepewa, aidha pewa, wenda amewekewa mikono mchungaji yule, wenda pia ametamkiwa baraka katika miradi yake, wenda pia amekuwa makini sana katika yale anayofundishwa. Hiyo ndiyo nguvu ya Mungu ikaja kwako kwa kufuata yale ambayo umekuwa ukiyafuatilia, ukijifunza. Kwa hiyo usibaki kunungunika, usibaki kuwa na wivu, usibaki kuwa na uchoyo, usibaki kuwa na hasira na mwenzako kwa kitu alicho nacho. Hapana, labda badala ya hicho kitu shirikiana naye, au mtafute pia nipeleke, au na mimi naomba uniwakilishe nifike kwa mchungaji, na mimi ninaomba niingie kwenye darasa lenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Wayahudi wakaenda, wakati ni wapunga pepo, naongea na wewe na yeye, tulia sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu amebarikiwa, huyu amepewa, huyu amepata mtoto, huyu amejibiwa, huyu sasa amependwa na Mungu, huyu amepataje nguvu hii? Wakati mwingine unaweza kujikuta mwenzako unamnungunikia, unasema labda kuna mara amepita akafanya biashara kwa tajiri, unasema amepita amekuwa Freemason, amejiungamanisha kule. Hiyo ndio nguvu alionayo, watoto wake anasoma, mji wako unaendelea, biashara yake iko vizuri. Ameponaje yeye? Hapana, kuna namna amejiongeza mara fulani. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtafuteni Mungu maadamu anafanya nini? Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Watu wanaambiana, nilipona pale, nilibarikiwa kule, niliombewa pale, nilifanikiwa pale, nilishateswa na uvimbe, niliteswa na magonjwa, presha ya moyo, niliteswa na mizimu ya familia, lakini baada ya kumwona pasta, baada ya kwenda pale, nilibadilika, nikaamua kuokoka na mimi nilijisalimisha pale moja kwa moja. Badala ya kwamba mtukane, umuone mjinga, hapana, muulizeni taratibu. Kwa nini ulienda pale wewe? Kwa nini uliamua kuokoka pale? Mbona ulibadili dini lako? Mbona ulibadili kanisa lako? Kwa nini uliamua kwenda wakati kule ni mbali? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona unataka ile kanisa? Mbona ile kanisa ni kama wana viwango hivi, wana masharti ya na yale, viwango vyao viko juu. Mbona ulipenda yule mtu kwa utaratibu, bila kumtukana, bila kumkoromea na kumdharau, bila kumchafua? Atakuambia ni nini kilichomsukuma akaende pale, aliona nini? Aizo ukasema nitatembelea pale tena na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu mshike mkono mwenzako, muulize uliponaje wewe? Ulibarikiwaje wewe? Ulikaaje ukamiliki hiyo nguvu ya Mungu, ukadumu na huo muujiza? Ulidumuje katika kazi ya Mungu? Ulikaaje katika hii hali ya namna hii? Hata sasa mtoto wako hawezi kuswa, hata sasa mashambulizi ya kupati tena. Ni nini alichokifanya? Muulizeni taratibu. Unaweza simuone pasta, unaweza simuone mzee wa kanisa, unaweza simuone mkiongozi, lakini huyu aliyesimama akashuhudia, akasema namshukuru Mungu hapa, namshukuru Mungu baada ya kuja hapa, namshukuru Mungu baada ya kuona mchungaji. Sasa nenda naye, fanya urafiki na yeye, atakwambia na miezi mingapi amekuwa katika ile madhabahu, atakushirikisha pia amefanya nini na nini mpaka kufikia ule muujiza wako. Pengine umepita kwenye mafuta upako, pengine umefika huko kwa waganga, umepita mahospitalini, umekaa hivyo na mateso namna hiyo, lakini unashangaa simple kabisa, anasema nimepona. Nini kilichofanyika? Utajuaje wakati unampinga?
Bwana Yesu asifiwe sana. Utajuaje wakati unamchekelea, unamchafua? Utaipataje hiyo nguvu? Na wewe lazima ushuke, alafu mwende ile mtu taratibu tu, kwa upole, kwa unyenyekevu. Atakushirikisha amefanya nini na imekuwaje. Utajikuta na wewe muujiza hii vile vile kama wake alionao, na wewe vile vile utapokea katika jina la Yesu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Katika jina la Yesu. Rudi kwenye nafasi yako, kae. Haleluya. Sasa wale Wayahudi wakaenda kuondoa pepo, kubariki, kufanya hiki na kile kwa Yesu anayehubiriwa na Paulo. Yule pepo akawalarua, yule pepo akawapiga, hapa kufanyika chocho. Mstari wa 15 namalizia, nasema yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu. Kwa hiyo wale wachawi, wale pepo wachafu wanamjua Yesu, alafu na mtumishi wa Mungu Paulo wanamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inakufundisha upande wa pili kwamba kama wewe umesimama na Mungu vizuri, kule kuzimu wanakujua. Kanisa iliyosimama na Mungu vizuri, kule kuzimu pepo wachafu wanatujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akitoka mpunga pepo yeyote akajaribu kufanya hicho kitu tofauti na mapenzi ya Mungu, akaigiza, anasema kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo, yule pepo anasema hivi, Yesu tunamjua na Paulo ukweli tunafanya nini? Wewe hauna nguvu kama ya Paulo, wewe hautokani na Paulo, wewe hautokani na Yesu, japo unahitaji jina la nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wale wapunga pepo, wale Wayahudi walitakiwa aidha mtafute yule Paulo, waonane naye Paulo anafanyaje kulitaja jina la Yesu, alafu nguvu ya Mungu ikapita kwake ikafanya ishara na miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Walitakiwa muone Paulo unafanyaje ili uwe na ulinzi katika kazi zako, katika biashara yako. Ulifanyaje Paulo wewe unapita kwa wachawi, unapita kwa waganga wala hawakuwezi? Ulifanyaje kituo chako kikabarikiwa na kufanikiwa? Paulo. Sasa wao hawakuwa tayari kumwona Paulo, ila walikuwa wanatumia jina la Yesu anayehubiriwa na nani? Na yawezekana pia wakamtukana Paulo, wakamchafua Paulo. Wale pepo wakasema, mnajidanganya, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua. Ina maana Paulo na Yesu ilikuwa ni kitu hiki. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Katika jina la Yesu. Anaweza akakwambia, mimi nimekuwa chini ya madhabahu ya Yesu. Huyo Paulo, nimesikiliza kwenye darasa la Yesu, nimekuwa mwanafunzi wa Yesu. Na wewe kama unataka nguvu hii, basi ukawe mwanafunzi wa nani? Anaweza Paulo akakwambia, ili nibarikiwe nimfanikiwe, nililipa zaka, na kila zaka yangu nimekuwa nikipeleka kwa mchungaji na tamkiwa, na kila ili nipone nilimshirikisha mchungaji, nilimshirikisha kanisa, nilimshirikisha kikosi cha maombi, nilikuwa kwenye darasa, nilijifunza na nilifundishwa mara kwa mara. Basi kama Paulo akikupa mistari hiyo au maarifa hayo, ni rahisi sana na wewe kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulipataje mtoto wewe? Ulipataje kukaa kwenye ndoa? Ulipataje kufanya biashara? Ulipataje afya namna hii? Ulichomokaje kwenye familia, kwenye ukoo wetu, wakati sisi tumekuwa wewe, tumekuwa vichaa? Ulichomokaje kati ya wachungaji wengine? Bwana Yesu asifiwe sana. Wachungaji wanaweza kuwa ni wengi, wakaweka mikono wakaenda. Mitume ni wengi, watendakazi wakawa wengi, lakini wenye kufanikiwa wakawa ni wachache. Kwa nini? Inategemea na namna mtu alivyokaa katika darasa la Paulo au katika darasa la yule Yesu.
Kwa hiyo tunaweza tukaombea wengi, tukaachia miujiza wengi, tukatamkiwa wengi, lakini ukashangaa mtu mwingine anapoteza muujiza. Ni kama hivi nafundisha, ni kama hivi nahubiri, nilioanza nao sasa kwenye nafasi hawapo, wameshaondoka, yuko nje, neno alikai kwake, Roho wa Mungu haingii kwake. Yaani yeye ameshamaliza ibada, yeye ameshaona inatosha, na yawezekana pia akangoja mwishoni mchungaji akiniwekea mkono. Kumbe mkono haupiti hapo. Nguvu ya Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu ni neno. Hapo mwanzo kulikuwepo nini? Huyu mtu anaacha neno, lakini anataka apate nguvu ya Mungu. Huwezi kubarikiwa, huwezi kuwa na ulinzi wa Mungu, huwezi kuwa na nguvu ya Mungu kwa sababu mchungaji, mshirika, mtenda kazi, umeliacha neno, unapuuza neno. Neno sio sehemu yako. Kumbe neno ndiyo nguvu ya Mungu yenye. Katikati ya neno, katikati ya ibada, katikati ya darasa, wengine wanajifunza. Usiache kiti, kaa kwenye neno. Neno liingie. Imani chanzo chake huja kwa kusikia. Neno ni neno la Kristo linalokaa ndani ya mtu. Kwa hiyo utajikuta mtu anakuwa ni wa kawaida. Kwa sababu gani? Yeye hakai kwenye neno. Mshike mkono mwenzako, mwambie ukae kwenye neno. Liweke neno kwenye moyo, tulia kwenye neno. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu, hebu tupige hatua. Angalia kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili, Wafalme wa pili, Wafalme wa pili, Wafalme wa pili. Jifunze kusikia neno, alafu penda kufuatilia neno. Wafalme wa pili sura ya 13. Wafalme wa pili 13 sura mstari wa 21. Nguvu ya Mungu inakaa wapi? Inakaa kwa mwanadamu, kwa mtu yeyote tu. Lakini pia nguvu ya Mungu ni utajiri. Nguvu ya Mungu ni baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 21 ninasoma. Anafanya nini? Ninasoma. Sasa labda nianzie 21 kwa mstari. Tuanze mstari wa 20 ili tuone ninaongelea nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu. Mstari wa 20, sawa? Anasema Elisha akafa. Elisha akafanya nini? Elisha ambaye alikuwa ni mtumishi wa nani? Mtumishi wa Mungu akafa. Ilifika wakati akapata ugonjwa, akaugua, naye akafanya nini? Anasema Elisha akafa, nao wakamzika. Basi vikosi vya wa Moabi wakaingia katika nchi, katika nchi mwanzo wa mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo wa nini? Mwanzo wa mwaka. Hebu nijaribu labda kufuata Elisha, mtumishi wa Mungu, mchungaji. Nguvu ile ilikuwa inakaa kwa Elisha, yule mchungaji. Haleluya. Mtumishi wa Mungu inakaa kwake. Kwa ile nguvu inapokuwa ndani ya mtu, basi inavaa hata mavazi. Haleluya. Ukiwa na nguvu ya Mungu inagusa hata mavazi, inagusa hata kitambaa cha leso. Nguvu ya Mungu ikiwa kwako inaingia mpaka kwenye kiatu. Unaongea na mtu hapa? Nguvu ya Mungu inakuwa hata kwenye mikono. Kama umepata neema ya kuwa na nguvu ya Mungu, ukipata nguvu ya Mungu unaweza hata ukasahau nguo yako sokoni, unaweza ukasahau nguo zako kwenye kliniki, unaweza ukasahau shuka lako hospitalini. Haleluya. Unaweza ukawa na nguvu ya Mungu. Faida ya nguvu ya Mungu hapo nafundisha, ukawa na nguvu ya Mungu, ukawa labda kwenye msiba wa ukoo, wiki mbili, wiki moja, ukawa kwenye sherehe, lakini wakati unakusanya vifaa vyako ukaondoka,
yule bibi yako mchawi, shangazi yako mchawi, akasema ninaokota ile nguo yake, ninaokota nguo. Nguvu ya Mungu inaweza ikawa ndani ya mtoto. Haleluya! Yuko shuleni, yuko chuoni, sasa nguo zake za ndani akaanika mara fulani, kumbe mle shuleni darasani kuna mtu anaweza akachukua uniform yake, nguo zake za ndani wameanika, watoto wa kike wa kiume. Sasa ile mwanamke au mtoto mwenye nguvu za giza, jini, akasema ninachukua ile nguo yake. Sasa ile nguo inakuwa ina nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uniform alikoisahau, daftari alikoziweka, mchawi anapozigusa zile daftari, mtu akiwa ana nguvu ya Mungu, na zile daftari za mtu mwenye nguvu ya Mungu zinakuwa zina ulinzi, zinakuwa zina nguvu ya nani? Hiyo ndiyo faida ya kuwa na nguvu ya nani? Wewe mtu anapokuwa na nguvu ya Mungu asifikirie kitu kimoja, nikiwa na nguvu ya Mungu inanisaidia kwenye biashara tu. Hapana, kwenye mambo mengi kaza waka. Nguvu ya Mungu ikiwa pamoja na wewe, nywele ulizokwenda shuleni ukanyoa, saruni kunyoa, unywele udondoka pale saruni, kama kuna mchawi anasema ninaokota hizi nywele, nataka nywele za Pastadiki, nguvu ya Mungu inapita inakaa ndani ya zile nywele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna faida, kuna uwezo, kuna baraka mtu anapokuwa na nguvu ya nani? Itafuteni, fuatilieni, takeni kuwa na nguvu ya nani? Na nguvu ya Mungu. Ni ulinzi pekee, ni baraka pekee. Nguvu ya Mungu, ukigusa ile pesa yako, ile igusa pesa, hela tu, ukaigusa pesa hiyo, ukawa ni mmiliki wako, ukakaa nayo hiyo pesa, ukisha iachilia iende kwa mtu mwingine, au mchawi akachukua ile pesa yako, kwa sababu wewe una nguvu ya Mungu inakaa ndani yako, basi na ile pesa yule mchawi hawezi kuitumia kukologa. Kwa sababu gani? Una nguvu ya Mungu na ile pesa imetoka mikononi mwako. Makofi kwa Yesu. Naomba nikufundishe hivi, uwe na wivu, uwe na sababu ya kiu na njaa ya kutafuta nguvu ya nani? Sasa wakati unatafuta nguvu ya Mungu, hiyo itakupelekea wewe na wakati mwingine kujikuta umeachishwa mambo kadhaa, umezuiliwa mambo kadhaa, umeingizwa kwenye mfumo wa kuishi na kukaa na jamii au na watu kwa namna moja nyingine, ambayo ni sawa sana utaratibu na mapenzi ya nani? Lakini lengo na dhumuni, ukilenga ukitaka nguvu ya nani? Ukitaka nguvu ya nani? Kwa hiyo nguvu ya Mungu ni faida kwako sana sana, na nguvu ya Mungu inakaa ndani ya mtu, ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Elisha akafa. Hebu piga kelele, sema mchungaji, Elisha alipokufa, Biblia inasema kwamba Elisha wakafanya nini? Wakamzika. Na baada ya kumzika sasa pakatokea vita katika hilo taifa. Haleluya. Palitokea vita katika huo mji, katika hilo taifa. Sasa zamani zile walikuwa mtu anapokufa wanamzika kwenye mapango. Walikuwa wachimbi kaburi kama ile kwetu la udongo, alafu na kumfunika mtu wa udongo. Walikuwa wanachimba mapango chini ya mawe, au mapango mengine yalichimbwa kwa mfumo wa kimungu tu. Wanachukua ile pango, wanaviringisha jiwe kubwa sana kama sipika hiyo kubwa. Sasa wanafunika juu ya lile jiwe. Hiyo ndio ilikuwa kanuni ya kuzika zamani. Sasa Elisha alipokufa, wakampeleka wakamzika, si kwa udongo, wakamfunika udongo, hapana, wakamrusha kwenye ile shimo, alafu wakaweka labda sanda zake, masuka ya namna hiyo, ishara, kanuni zote za uzikaji. Lakini wakaviringisha jiwe, wakaweka juu ya ule mwamba au juu ya lile shimo, wakasema tumemzika nani? Elisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika ile taifa pakatokea vita, watu wakanapigwa na kuuawa, wanapigwa na wanajeruhiwa. Sasa wakawa wanabeba ile mili ya watu waliokufa, wanawatupa kwenye ile shimo ambalo ni kaburi walikomweka nani? Elisha. Mtu ameshapigwa, ameshakufa kabisa. Walipokuwa wanamviringisha na kumrusha kwenye ile shimo, kwamba kila atakayekufa atupwe mle, yani kwamba wamezike kwenye ile shimo. Kitendo cha kumrusha mle ndani, akidondoka mle, akigusa ile ngozi, akigusa ile mifupa ya Elisha, kitendo cha kugusa mifupa ile, watu wote roho zinarudi, watu wanafuka tena, uponyaji unafikia wale wa Elisha. Alishakufa zamani, lakini wakikurusha kwenye ile kaburi lake, wewe kufa zamani na wewe umepigwa risasi, umekatwa vipande. Lakini kitendo cha kumrusha mle mtu, akigusa mwili wa Elisha, akigusa mfupa wa Elisha wa zamani, udongo ambako Elisha ameugusa ule udongo, na wale watu wakanarudiwa uzima au afya, tungesema roho inawarudia
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuona nguvu ya Mungu ilivyo na faida. Haleluya. Kwa hiyo nguvu ya Mungu ikiwa ndani ya mtu, yule mwanamke akasema nitaligusa pindo, aliyekuwa ameteswa miaka 32 33 hivyo. Pesa zake zimekwenda, zimeishiwa kwa madaktari, zimeishiwa kwa matabibu, kwa waganga wa kienyeji, amefilisika. Akasema nitaligusa nini? Nikiligusa pindo. Sasa lile pindo la Yesu lilikuwa na nguvu ya Mungu, kwa sababu Yesu alikuwa na nguvu ya nani? Kwa hiyo nguvu ya Mungu inaweza kupita ndani ya vazi la mtumishi wa Mungu. Nguvu ya Mungu nikasema inaweza ikapita ikakaa ndani ya kiatu chake. Nguvu ya Mungu inaweza kupita ndani mikono yake, hajatamka kitu, ili mradi tu kwamba ana nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu inaweza kupita katika pesa aliyokurudishia au aliyoitamkia, au kapita kwake akakupa ile pesa. Sasa kitendo cha kuchukua ile pesa ukampa ile mtu, yaani imetoka kwenye mikono ya mtu mwenye nguvu ya Mungu. Sasa ni baraka, ni mamlaka, inategemea wewe binafsi wataka nini kwa ile mchungaji. Sasa yule mwanamke akasema hivi, nikiligusa pi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nikipeleka pesa yangu, akaitamkia mtumishi wa Mungu, nikimpelekea pesa hii nikamwambia nitunzie, baada ya muda ataifuata tena, yani nikigusa pindo lake. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inafanya kazi kupita sehemu yoyote. Ni vile ulivyopanua imani yako wewe, ni vile ulivyofikiria, ni vile pia ulivyotaka. Lakini inaweza pia nguvu ya Mungu ikafanya nje na mtu anavyotaka, nje na Elisha anavyotaka. Sasa wamemrusha kwenye ile kaburi, kwenye ile shimo. Sasa wanapowapeleka waliokufa kwenye vita ile, kitendo cha kugusa ule mwili wake, kugusa mifupa yake, Elisha hajasema, unanielewa? Elisha hajasema chochote kile, ila mapenzi ya Mungu, kila anayerushwa mule akigusa ule mwili na yeye anazinduka. Sasa wakazani ile shimo, watu wanaotupwa mule wote wametupa, wamekufua, wameoza. Kumbe wanatupwa mule, anafuka, tupwa mule, anafuka, wanakaa mule. Baadaye vita imeisha, wakapanda kwenye lile shimo, kwenye ile ngazi, wakatoka wakiwa Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu mwenye nguvu ya Mungu akikuta kwenye kibanda unauza, akikuta kwenye mitumba, mwenye nguvu ya Mungu akishiriki para kigusa, mtu mwenye nguvu ya Mungu akikaa kwako, mtu mwenye nguvu ya Mungu akikaa kwenye sherehe yako, mtu mwenye nguvu ya Mungu akigusa sadaka yako, mtu mwenye nguvu ya Mungu, yani namna yote anavyoweza kufikia kwamba niungane naye kwenye kitengo fulani, inaweza ikawa baraka kwa makofi kwa Yesu. Haleluya. Mtu mwenye nguvu ya Mungu kwamba sasa ninakaa naye, nitaungana naye katika ibada, nitakuwa mwanafunzi wake huyu Paulo. Wale wapunga pepo wakaenda kutoa pepo kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Yule pepo akasema ninamjua Paulo, na Yesu anafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ilitakiwa wale wapunga pepo, wana wa Sikoya, waende wawe kwenye darasa la Paulo, wawe pamoja na mtu mwenye nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu. Sasa mtu mwenye nguvu ya Mungu anaweza kukuagiza kitu, akakutamkia kitu, nenda kwenye safari yako salama, ufanikiwe, ukaenda ukafanikiwa, nenda ukaolewa, ukaolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye nguvu ya Mungu anaweza enda kufanya chochote kile anavyotaka kufanya, ili mradi atavunja kanuni na masharti ya nani? Hajafanya dhambi, amefanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Jambo lolote linawezekana. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu na vigeregere, makofi kwa Yesu na vigeregere. Katika jina la Yesu. Anakombolewa dada, mama huyo anahamishwa alivyomgusa mguu wa mchungaji. Sasa mtu mwenye nguvu ya Mungu anasema, hebu wote tamka, tunamhamisha, tunamtoa kuzimu, tunamvuta kwa jina la Yesu. Mwisho jamaa kazinduka, katoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kufanya nini? Kwa sababu ipi? Kwa lengo gani? Mungu atafanya kazi na wewe.
ila kubwa katika yote uwe na moyo wa upendo na moyo wa kutaka kutapanywa na kutapanya kwa ajili ya kufanikiwa wengine. Mungu ataweka hiyo nguvu kwako ili ubarikiwe wewe, ufanikiwe wewe, ushiriki wewe, na wewe pia unufaike na wenzako wanufaike. Makofi kwa Yesu. Hebu tuangalie kitabu hiki. Tuko kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 10 na ngapi? 13 mstari wa 20 tumeanzia. Anasema Elisha akafa, nao wakamzika. Basi vikosi vya Waamori wa Moabi wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka. Kitendo cha mtumishi wa Mungu kufa, lile taifa likakosa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inakupa picha kwamba kumbe mtumishi wa Mungu Elisha katika lile kanisa, mtumishi wa Mungu Pastor Dick ndani ya lile kanisa ni nguvu ya nani? Ni nguvu ya Mungu. Tunanufaika, tunabarikiwa kupitia yeye. Elisha katika lile taifa walikuwa na amani. Wale wa Moabi hawajawahi kuvamia ile taifa, hawajawahi kufanya vita mule. Sasa kitendo cha Elisha kufa akazikwa, wakaingilia ule mji. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anaweza katika familia hiyo, mtumishi wa Mungu mmoja mtendakazi katika mji huo, aidha ni mke au ni mme au ni kiongozi wa kwaya, ni kiongozi wa kanisa la nyumbani, ni faida na ni baraka kwetu pia. Haleluya! Akifa, akiondolewa, basi tunaweza tukavamiwa na pepo wachafu, vita ikatokea tena, habari mbaya ikatokea, biashara ikamtaraganyika, ikaharibika, kwa sababu aliyekuwa kati yetu ni mtumishi mwenye nguvu. Sasa taifa hilo likavamiwa na wa Moabi, wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka, wakaanza kufanya nini? Wakaanza kufanya vita. Mstari wa 21, ikawa alipokuwa wakimzika mtu wakimzika ikawa walipokuwa wakimzika mtu, angalia waliona kikosi, wakamtupa yule mtu kaburini mwa Elisha. Mara yule maiti alipoigusa mifupa ya Elisha, alifufuka akasimama kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kisha simama kwa miguu, aliyetupwa kwenye ile kaburi la Elisha akiwa amekufa ufuka, roho inamrudia. Haleluya! Kinachofuata ni nini? Panda, toka kwenye ile shi. Sasa wale maadui wanasema tumeua watu 200, watu 300, tupa kule. Sasa kitendo cha kumtupa humo kidogo, akigusa ile mifupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unaweza jiuliza, Biblia inasema kwamba wakampiga Yesu, wakamuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakalitoa lile kanzu, lile vazi lake, wakaligawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mshike mkono mwenzako, mwambie wewe ni mtu mwenye nguvu. Ninaomba ukifa uniachie mavazi yako, uniachie kanda mbili zako. Na wengine wanasubutu kusema nitazikwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nisikilize, jifunze kukaa na mtu mwenye nguvu. Na unapoishi na mtu mwenye nguvu, unapokaa kwenye familia na mtu mwenye nguvu, kwenye ndoa na mtu mwenye nguvu, kanisa la nyumbani na mtu mwenye nguvu, darasani na mtu mwenye nguvu, madhabahu na mtu mwenye nguvu, mchungaji mwenye nguvu, kanisa, taifa na mtu mwenye nguvu, ana mamlaka na ulinzi mkubwa sana. Tunachota pale baraka, tunachota pale maarifa, tunapata pale imani, tunapata pale mafanikio. Na kuna mtu anaweza kana mtu mwenye nguvu ili asijue namna ya kumtumia. Unanielewa? Anaweza kana mtu mwenye nguvu lakini asijue afanye jambo gani, akangoja akifa, wakimtupa kwenye lile shimo la Yesu. Utafaidika nini? Utapata baraka gani? Usingoje mtu mwenye nguvu afe wakuzike na yeye, hapana. Wakati akiwa hai, shiriki baraka kupitia huyo mtu mwenye nguvu. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Basi kwa ufupi, ikawa mtu alipokuwa akifa, wakamrusha, wakamzika, wakamtupia kwenye ile kaburi la Elisha. Mara hiyo mtu anafuka, anasimama kwa miguu yake akiwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya, haleluya. Ikiwa vita ilipokuwa inawapata wale watu, tungetumia mfano wa leo, wakikimbia wakampata Elisha, wakampata Pastor Diki, ikiwa niliposema naye, ikiwa nilipoinua sadaka yangu, ikiwa aliponigusa, ikiwa aliponibariki, ni vile tu imani na uelewa, ufahamu unataka nini ifanyike nini kwa mtu yo mwenye nguvu. Ikiwa nilipokuwa kanisa langu la kwanza, nilikuwa nateswa na nguvu za giza, nateswa na pepo wachafu. Ikiwa familia ya kwetu, ukoo wa kwetu, mimi nilikuwa nimevalishwa mikoba hiyo. Lakini baada ya kuwa katika darasa la Paulo, mtu mwenye nguvu, ikiwa nilipokuwa kwenye darasa la Yesu nikapata huo uwezo, tuliweza kwenda na kuweka mikono ya watu wengine kwa jina la Yesu, pepo wachafu wanatoka. Lakini wale wapunga pepo walivyokwenda kwa jina la Paulo anayemhubiri Yesu, walipigwa wa kupigwa. Kwa nini hawako pamoja na mtu mwenye nguvu? Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Haleluya, haleluya. Mwisho ninapokwenda kumaliza, na dakika chache sasa, kuna uwezekano pia wa nguvu kupungua au kuisha ndani ya mtu huyo mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo jambo nalo naomba nikushirikishe lijue. Inawezekana kanisa lina nguvu, inawezekana mchungaji ndani yake kuna nguvu, Mungu ameweka nguvu ndani yako, inatokea humo, ni mtendakazi, ni kiongozi, baada ya muda hiyo nguvu ikafanya nini? Ikakutoka, hiyo nguvu ikaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo panahitajika umakini, panahitajika uangalifu, panahitajika kuwa karibu na yule ambaye ni Mungu au Roho Mtakatifu. Mamlaka inakotokea kuwa makini naye. Kitabu cha Mithali inawezekana nguvu ikakutoka au ikapungua usipokuwa makini. Haleluya. Hata inakwenda kukuacha hivi, wakati tunapokwenda kuachana, mlango unapoisha, lazima nikujulishe jambo hili. Unapoipata nguvu ya Mungu, kuna uwezekano wa pia ile nguvu ya Mungu kutoka ikaisha, ikapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo sio kakali kusema mtu mwenye nguvu ya Mungu anakaa nayo na ni nini anatakiwa afanye na anajikinga na nini, anatakiwa aishi maisha namna gani ile nguvu ya Mungu isitoke. Haleluya. Kwa hiyo na wewe ukishapata uponyaji, umepata nguvu ya Mungu. Ukipata muujiza, ukipata kubarikiwa, ukipata ulinzi wa Mungu, hiyo inaitwa nguvu ya nani? Iko pamoja na wewe. Mtu unaposikia anasema mimi huwezi kuvamiwa, ndoto chafu zimeniacha, pepo wachafu wanirudi tena, mizimu wanipati tena, jina langu limefichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mashambulizi yanaisha kabisa. Kuna nguvu ya Mungu bado iko kwako. Na hiyo nguvu ya Mungu inapoisha, wale pepo wachafu lazima wanaweza kukurudia tena. Mimi nafanya biashara yangu vizuri, mimi naendesha mambo yangu vizuri, nasimamia kitengo changu vizuri, Roho wa Bwana yuko sehemu yangu, unawachekelea wengine, unatamba, ni nguvu ya Mungu iko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kutojua jambo hili, watu wamerudiwa magonjwa yao. Kwa kutojua jambo hili, Roho wa Mungu amewaacha tena. Kwa kutozingatia jambo hili, anahisi alicho nacho kinakaa kwake. Kwa kutojua jambo hili, watumishi, wachungaji wanafikiri labda ishara miujiza inakaa kwako. Hapana, nguvu ya Mungu inaongezeka alafu inapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kawa ni mchungaji huko naye unayezungumza naye hivi sasa, nguvu ya Mungu kashangaa imepungua au ikaongezeka. Wakati upi, nisikilize vizuri ninapokuacha hivi, ninapokwenda kumaliza somo langu. Wakati upi nguvu ya Mungu inaweza ikakuacha? Wakati upi nguvu ya Mungu inaweza ikapungua kwako? Na sababu zipi nguvu ya Mungu ipungue kwako? Kitabu cha Mithali 24 nimesema, umeona? Mstari wa 10 sasa. Anasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Hebu wote tusome mstari wa 10 huu.
Rudia tena kwa sauti wote, turudie. Anasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Wakati mtu anapokuwa kwenye taabu, haleluya, ana vita, ana jaribu, ana mitihani, ana changamoto, yuko kwenye malazi, yuko kwenye kesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati huo ya msukosuko namna hiyo, ndipo mtu anapoweza kuzimia. Roho Bwana awe pamoja nawe unakoelekea nyumbani, na wote tuseme amina. Na mimi tumemaliza ibada. Bwana tutangulie. Ninabaki na mgeni